bunge la Kibra aliweza kuwakilisha eneo hilo kwa miaka hiyo mpaka mwaka 2013 ambapo katiba ilikuwa imeshabadilishwa na kusema yule ambaye ataweza kuwania urais basi si lazima aweze kuwania bunge, na ndio ulikuwa mwaka wa mwisho kuwa mbunge katika eneo hilo. Hivyo basi kuletwa hapa bungeni pia wabunge wakizidi kumuomboleza, ina maana kwamba pia wanakumbuka kujitolea kwake kama mbunge na kama mtu ambaye ama kiongozi ambaye alikuwa kwenye bunge hili, bunge la kitaifa. Wakati huo pia utakumbuka kwamba mwaka 2007 2008 ndipo akaweza kuwa kiongozi ama akaweza kuwa waziri mkuu. Utakumbuka kwamba unasema ni aliyekuwa waziri mkuu. Ni wakati huo ambapo aliweza kupewa nafasi hiyo ya kuwa waziri mkuu, na alikuwa akijibu maswali sana kwa niaba ya serikali kwenye bunge la kitaifa. Kulikuwa na mengi sana yaliyokuwa yakiangaziwa wakati huo hapa kwenye bunge la kitaifa, wakati ambapo Raila Odinga alikuwa mbunge na pia waziri mkuu, na pia alikuwa hudumu kama pia waziri wa wizara tofauti. Hivyo basi ni kiongozi ambaye atakumbukwa sana hapa maeneo haya ya bunge kwa sababu aliweza kupita sana huku. Kulikuwa na pita nyingi zake huku bungeni, hata kuhusiana na masuala ya sheria za nchi zikiundwa hapa bungeni. Hivyo basi naona kama sasa ni kama hali inatulia kidogo, wale waombolezaji pia wafuasi wakijaribu kusubiri mpaka wakati ambapo mwili wake marehemu Raila Odinga utaweza kufika hapa majengo ya bunge ili waweze kupata nafasi hiyo ya kutazama. Lakini kinachosubiriwa sana ni kuona namna hali hii itaweza kudhibitiwa, kwa sababu itakumbuka kwamba bado kuna waombolezaji ambao wanatoka maeneo ya uwanja wa ndege wa JKIA kuelekea katika maeneo haya ya bunge, na ikiwa tayari tuna nambari nyingi hivi hapa, basi nakueleza kwamba itakuwa ni kibarua kuhakikisha kwamba kuna mtiririko ama kuna mtiririko fulani utakaofuatwa, namna ambayo mambo yatakuwa yakifanyika hapa bungeni hadia. Hata hivyo tunasubiri tuone pia maafisa wa polisi wataweza kuwadumu vipi hawa waombolezaji na kuhakikisha kwamba utaratibu huo nilikuwa nikizungumzia unafuatwa, kwa sababu ilivyo kwa sasa kama wataweza kufunguliwa lango basi itakuwa vigumu sana kuwadhibiti na kuweza kuhakikisha kwamba kuna utaratibu unaofuatwa kwa sababu ya wingi wa waombolezaji ambao wameweza kufika hapa wakiimba nyimbo ambazo za kuomboleza hapa katika eneo hili la bunge hadia. Naam, asante mwenzangu Daniel Kariuki, kama ulivyotujuza kuhusiana na yanayojiri katika makao ya bunge. Na kama alivyotueleza mtazamaji, Daniel anasema kwamba umati wa watu unaendelea kufurika pale nje ya makao ya bunge, na kibarua kinasalia kwa maafisa usalama kuweza kudhibiti idadi hiyo, tukijua kwamba ule msafara wa ombolezaji unaotoka katika uwanja wa kimataifa wa JKIA pia unatarajiwa kuelekea bunge katika kuweza kupata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Odinga ambaye ameaga dunia jana katika nchi ya India, na mwili wake umetua leo katika taifa la Kenya. Na msafara huo unatoka JKIA bado ukielekea katika makao ya kuhifadhi maiti ya Lee, ambapo viongozi wa kule wamekongamana wakisubiri kutoa heshima zao za mwisho na kuifariji familia ya marehemu Raila Odinga. Na tutakuwa tunafuatilia matukio hayo na kuungana na wenzangu kwenye sehemu mbalimbali ambazo wamekita kambi, tukifuatilia msafara ambao unaelekea kule Lee, na pia vile kuangalia jinsi ambavyo mambo yapo bungeni kama alivyokujuza Daniel Kariuki, na pia kuangazia sehemu zingine ambapo waombolezaji wamekongamana pia katika kutoa heshima zao za mwisho. Nikukumbushe tu kwamba siku ya Ijumaa itakuwa ni siku kuu ambapo kutakuwa na maombi na ibada ya maombi na vile misa ambayo itakuwa inafanyika pale katika uwanja wa Nyayo, itakayohudhuriwa na viongozi wa kitaifa na kimataifa, na vile baadaye Ijumaa jioni mwili huo utakuwa unalala
katika makao ya mwenda zake Raila Odinga kule Karen, na Jumamosi asubuhi kuelekea katika kaunti ya Kisumu, na vile vile baadaye saa 3 asubuhi hadi saa 9 mchana wakazi wa Kisumu watakuwa wanapata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho na kuona mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga, na kisha utakuwa unakwenda kwa barabara hadi katika eneo la Bondo ambako amezaliwa Raila na anatoka huko, na kisha Jumapili basi itakuwa anapumzishwa Raila Odinga. Studioni nimeungana na wachanganuzi na wataalamu wa uongozi tukitathmini tu swala ambalo limegubika taifa siku ya leo kuanzia hapo jana, na nafikiri kuendelea kutafakari ambayo yametusibu